Okay, hapa bonge la story aisee. Huyu mama leo alikuwa anamlazimisha mwanaye, anamwambia kwamba utaolewa na mwanaume ninayemtaka mimi. Akasema mama, lakini mbona unanionea hivi aisee? Yaani mwanaume ambaye unayemtaka wewe kivipi? Akasema shut up. Nakwambia utaolewa na mwanaume ninayemtaka mimi ambaye ana pesa za kutosha. Lakini uolewe na mwanaume ambaye eleweki, haiwezekani. Mimi sipendi uhangaike. Yaani wewe, mimi nataka uolewe na mwanaume ninayemtaka mimi. Sasa siku inayofuata mwanae akaja akasema mama ise, sasa hivi kuna wanaume wananifukuzia kama watatu. Sasa niolewe na yupi? Niolewe na yupi aise? Sasa mama akacheka sana. Akasema mwanangu, usijali. Nenda kwanza ukaoge, ukiwa sawa rudi hapa nije nikuelekeze nani ambaye anaweza akakuoa wewe. Kwa sababu mimi nina imani wewe ni mzuri sana. Hatuwezi tukakosa mwanaume ambaye yuko sahihi. Sasa muda uliofuata huyu binti na mama yake wametulia kwenye masofa. Sasa mwanae akampa mama simu aise, ajaribu kuangalia sasa mwanaume aliye sahihi kwenye simu ya bintie. Akaanza kuwabagua. Anasema aise, huyu wa kwanza mimi naona hana chochote, simtaki aise. Huyu wa kwanza hana chochote, anaonekana hana mali huyu. Mbona anaonekana kama amechakachaka? Kumbe mama ni ana malengo aolewe na mtu mwenye pesa. Sasa mwanae akasema mama, mbona unanichagulia mtu wa kunioa? Akasema wewe mimi nimeamua sitaki uhangaike mwanangu, kwa sababu nakupenda sana. Yaani unataka uchukuliwe na mwanaume ambaye haeleweki. Basi mama ndo huyo anamwagia maneno binti yake, anamwambia yaani nataka mwanaume mwenye pesa. Yaani huyu wa kwanza umenionyesha sawa, lakini anaonekana kabisa hana pesa huyu, halafu ni mwembamba sana, mimi sijampenda aise. Sasa alipoangalia mwingine, maana walikuwa ni watatu, akaingia mtu wa pili akasema hata huyu hapa mbona mimi sijamuelewa kabisa. Yaani umemsave Delk, lakini aise mimi sijamuelewa. Akasema mama, mbona huyo yuko vizuri? Yuko vizuri, mimi nakuhakikishia. Sasa binti akawa amecheka sana, lakini mama akasema mimi sioni kabisa kama ni mzuri huyu hakuna kitu, hana pesa, atakupa nini huyu? Mimi naona huyu ndo wale ambao wanategemea kulelewa. Mimi naona huyu hamna kitu. Kumbe mama yake aliona picha ya mwisho, akaiona picha ya mzee fulani, yeye anamfahamu. Huyo mzee alikuwa na mipesa sana, alikuwa ni tajiri mkubwa sana, alikuwa anajulikana. Sasa mama akasema hata huyu mimi simtaki, unayemuita Delki huyu simtaki. Unaona, huyu alikuwa ni mwanaume wa pili ambaye amemwangalia kwenye simu yake ya binti yake. Hasa binti yake anasema mama, mimi hasa nimempenda sana huyu kijana ambaye wewe unamkataa. Basi mama akadakia juu akasema hapana, haiwezekani, lazima nitakuchagulia mwanaume. Sasa muda uliofuata bibie sasa alikuwa amechaguliwa mwanaume mwenyewe, ndo huyu hapa mzee. Sasa siku iliyofuata hapo tayari ndoa ishakamilika, mambo yashakuwa uduasi. Binti analalamika kabisa, anamlalamikia mpenzi wake, wewe mzee, mbona unaonekana kama unipendi wewe? Unaonekana kama unipendi, naona kama una michepuko fulani hivi. Simu yako ndo hii hapa, lakini naona kama una chati na watoto wa kike huko. Yaani wewe unakuaje wewe mzee, uliziki nikupe mara ngapi ulizike? Sasa binti alianza kujutia kabisa hii ndoa. Sasa mama yake anakumbuka alivyokuwa anamchagulia wanaume. Jamaa akakasirika sana, alikuwa anaitwa Gaspar. Gaspar alikuwa na maneno makali sana. Huyu binti naye alikuwa anasema wewe, licha mimi ni kitoto cha 2000 lakini nitakukomesha. I say, Gaspar naongea, kwani shida nini mpenzi? Mamkali shida nini I say? Mimi nimekukosea wapi? Hayo maneno unayopewa si mabinti unatumiwa kwenye njia ya WhatsApp. Hao ni watu wa mitandaoni, wanajaribu kuvunja ndoa yetu. Sasa huyu bibi hakuelewa kabisa, hakumuelewa kabisa Gaspar. Gaspar naye aliwaka barabara. Sasa siku iliyofuata mapenzi sasa si ndo haya hapa sasa. Gaspar sasa na bintiye, kibinti cha 2000, unaona wanapeana mahaba mchuchumo, unayapata yale ya Kizanzibari. Unaona mambo yalikuwa kama hivi. Basi binti huyu alianza kuenjoy kabisa mapenzi. Gaspar anampapasa. Kumbe huyu binti alikuwa anapenda starehe balaa kinoma, yani anapenda pesa kuliko kitu kidogo. Sasa siku iliyofuata Gaspar ndo huyu hapa kabisa katika viti vya kifalme. Hapa ndo nyumbani kwake. Binti ndo huyu hapa. Mambo yalikuwa mushalala. Sasa Gaspar aliridhika sana na mapenzi ya huyu binti, akasema ise, nitakupenda sana. Akasema baby sawa, lakini hata leo nimekumisi sana. Leo nilikuwa nahitaji tuende kitandani tukafanye mambo yetu yale, tuchukue muda kidogo kwa sababu nimekumisi sana. Sasa Gaspar alichokijibu akasema, binti ase, unanipenda kweli? Akasema nakupenda ndiyo. Basi sawa, utanikuta chumbani. Unaona, basi waliendelea kuongea vizuri kabisa, maneno fulani vya uchokozi. Akasema hamna noma, mimi niko tayari kukulizisha. Akasema basi sawa, hata mimi mwenyewe nakupenda sana, lakini usijali wala nini. Basi siku iliyofuata
Gaspar ndo huyo hapa kabisa amekuja kumkabidhi hati ya nyumba bibie, anakuja kumkabidhi hati ya nyumba. Akamwambia soma, hii ni hati ya nyumba, nataka nikuachie nyumba ile ya kule bondeni, uwe unakaa wewe, upangishe wewe, udai kodi wewe. Unaona? Basi mrembo alifurahi sana, akasema mapenzi si ndo haya hapa sasa, ulimwengu ndo huu hapa, sayari yenyewe ndo hii ya Pluto. Aisee, mambo alikuwa muasha la dada. Sasa siku iliyofuata binti huyo hapa sasa anaongea na marafiki zake kwenye simu, anamwaga mbwembwe za kutosha. Gaspar toka asubuhi ajala hajapikiwa chakula kabisa, binti kashanza kiburi. Alipomuona tu mpenzi wake, basi akachola moja kwa moja hadi chumbani. Gaspar akamfuata, hey, mlembo vipi? Mamkali vipi aise, mbona hujanipikia chakula? Na kuja unanikimbia. Akasema, we mzee, nani mamkali wako? Usiniletee udwasi mzee, mimi sio mamkali wako, wala nitafuta mfanyakazi wa ndani ya kupikia chakula. Akasema, we si mke wangu, lakini hata kama ni mke wako, lakini usinijaribu kama mfanyakazi. Nilikuambia kabisa tafuta mfanyakazi wa ndani, mimi naungua kupikia gesi, sielewi, sijawahi kupika. Akasema, aise, sasa we kama jiko la gesi linakushindwa, nataka jiko gani? Basi Gaspar alishindwa kabisa kuelewa maneno ya huyo binti. Aisee, tafuta mfanyakazi Gaspar, usinijaribu mimi, sijui kama mtu gani wa kukufanyia kazi zote humu ndani, nachoka. Unaona? Basi siku iliyofuata huyu binti alienda kwa mama yake kabisa kwenda kumshtakia Gaspar. Anasema, aisee mama, Gaspar siku hizi ananifokea sana, ananinyima pesa za matumizi kama alivyokuwa ananipa mwanzo. Akasema, mwanangu usijali, hayo ni mambo madogo madogo kwenye ndoa yako, rizika na pesa anazokupatia, kwani shida iko wapi? Lakini huyu mwanae alikuwa anajua kabisa nini alichokifanya kwa Gaspar, ndio maana Gaspar kapunguza spidi ya kumpatia pesa za matumizi. Siku iliyofuata huyu hapa sasa Gaspar anazungumza na ndugu zake. Gaspar alikuwa na mtoto wake mmoja, mtoto wake leo alikuja kumtembelea. Unaona? Sasa huyu binti naye alikuwa na mtoto mmoja ambaye ni mtoto wa kiume yule pale. Sasa cheki kimbembe hapo. Alipoona vile akaona, mwanangu usitaki kukaa na huyu, usikae na huyu aise. Mimi sitaki kabisa, nakupenda sana. Acha kukaa na huyu mtoto. Huyu mtoto mimi sijamzaa. Sawa? Sijamzaa na sio dada yako huyu. Sasa huyu mama alikuwa anamfundisha tabia mbaya kabisa mtoto wake. Yaani hataki kusogeleana na ndugu zake. Sasa huyu binti alikosa kabisa amani. Gaspar akawa anamtuliza, namwambia, mwanangu usijali, yule ni mdogo wako, pia ni kaka yako. Kwa hiyo usijali kuhusu maneno ya huyu mama. Siku nyingine ukimkuta usimuogope kabisa. Mchukulie kama mama yako, mimi nitamuelekeza, ataelewa. Basi Gaspar alikuwa na mawazo kabisa. Huo muda uliofuata ilikuwa ni majira ya usiku. Mambo yalikuwa bomba kabisa. Gaspar analalamika, anasema, mwanamke wa design gani? Unataka nimfukuze mwanangu? Akakae wapi? Amekuja kunitembelea mimi. Unataka nimfukuze akakae wapi? Sasa huyu mwanamke alichokijibu kabisa, akasema, wewe, yaani unanichukuliaje? Na mimi nikiamua nikujazie ndugu itakuwaje hapa? Basi Gaspar na mpenzi wake wakawa wamekorofishana. Gaspar akamrudisha, akamwambia, wewe usinichukulie kama unanimudu, mimi nina pesa bwana, wewe kama utaki nenda kwenu aisee. Sasa kitoto cha 2000 moja kwa moja kikaenda kwa mama yake mzazi kwenda kumshtakia Gaspar. Kinasema, mama aisee, Gaspar anashindwa kumuelewa, kila siku kuna ugomvi ndani, naomba unisaidie, tunamfanyaje? Sasa mama kwa mashortcut aliyojibu akasema, nitamkomesha. Sasa ameanza kukunyanyasa zaidi, basi kuna mganga mmoja wa kienyeji ataenda kutunyoshea mipango yote, wala usijali mwanangu. Basi stori ile itakuwa imeishia hapa. Tunarudi kwa mzee mmoja alikuwa anaitwa Okolo. Leo kuna huyu binti alikuwa anaingia ndani kwa fujo kabisa. Huyu binti kumbuka, alikuwa ameolewa katika hii familia. Sasa leo amerudi kuja kudai haki yake. Anasema haiwezekani, yaani mmenizalisha watoto kibao, alafu bado mnaanza kunifukuza kama mbwa. Binti ndio huyu hapa, kimewaka kabisa, yaani haelewi mle ndani. Anasema, nahitaji mali yangu, nahitaji haki yangu aisee, yaani hamwezi mkanifukuza, afu wewe namna gani vipi? Sasa huyu mama akaanza kusema, wewe, sisi tumekufukuza humu ndani, tuna nia na malengo, una tabia mbaya. Na tabia mbaya kiasi gani? Yaani Delki ndo aje kuoa mke huyu. Basi mke wa Delki fulu kucheka, unaona? Basi wako wanachekana wote. Huyu bibie nia na malengo aje alete fujo katika hii familia. Anasema ise Delki hawezi kuoa mwanamke hapa, yaani hawezi kuoa. Akasema, kama nani wewe? Never, kama nani? Mke wake ndo huyu kwa sasa. Wewe umezingua, unaleta za kuleta ise, unarudi kufanyaje? Nahitaji mali zangu, nina watoto, nimemzalia watoto, nahitaji anikatie nusu ya mali yake, tugawane, nahitaji mali mimi aisee. Hasa huyu binti alianza kuleta kizuizi. Anasema huyu binti mwenyewe kwanza ni mchawi, mimi sinamfahamu, wazee wake ni wachawi aisee. Basi Delki huyu hapa kabisa akasema, nimesikia maneno yako yote, upumbavu wako wote nimeusikia aisee. Unataka kurudi kufanyaje hapa? Sitaki kukuona, nitakupiga kibao sasa hivi. Sasa huyu binti alikuwa analeta ugomvi aisee katika hii familia. Anasema haiwezekani, yaani unaoa mwanamke mwingine afu unaniletea hapa karibu. Wewe nani? Wewe nani? Mwanaume gani uliyekosa huruma aisee? Mimi nahitaji mali,
nipatie chochote kile. Basi Delkin huyu hapa sasa mbio kumfukuza, anasema aisee, toka humu ndani, sitaki kukuona aisee. Basi Delkin kwenye mawazo kabisa, alibaki kwenye mawazo makubwa zaidi, maana huyu binti anakuja kuleta fujo na wakati walishaachana. Basi utakuwa umejifunza katika stori hii, umejifunza nini? Mambo mpenento. Basi siku iliyofuata mama huyu hapo kabisa mbio anasema, jamani, hii familia mbona kama ya moto sana, mimi nataka niwaachie familia yenu. Mara yule anakuja, mara huyu namna gani, vipi, mara huyu kuna hivi, unaona. Basi Delkin fulu mawazo aisee, anampigia baba yake kutafuta ushauri. Sasa baba naye simu anamkatia, amwelewi kabisa Delkin. Basi mawazo yalikuwa ndo kama